kusikia taarifa inayofanana, kwa watu tofauti au mazingira tofauti. Kusikia taarifa inayofanana kwa watu tofauti au mazingira tofauti. Hii ni njia ambayo Roho Mtakatifu anaitumia, na watu wengi bado hawajajua na bado wanataka Mungu, wanamuuliza Mungu kwamba inakuwaje. Nataka nikuonyeshe kitu kimoja ambacho kitakusaidia. Kuna kitu ambacho kitakusaidia, ni kwamba Mungu anapotaka kuwatembelea wanadamu anawaendea kwa sura yao wenyewe. Mungu anapotaka kuwatembelea wanadamu huwa ana kawaida ya kuwaendea kwa sura yao wenyewe, ikiwa na maana kwamba anawatumia watu kama wewe, anatumia watu wenye tabia kama za kwako, watu ambao unaona kabisa huyu ni mwanadamu, anakuwa mbili, anakuwa moja anakuwa moja, ana macho mawili, ana miguu miwili, hata kama ni mlemavu, lakini ukimwangalia kabisa anafanana na wewe. Mfano wa kutosha tunamuona Yesu Kristo mwenyewe. Ndio maana watu wakashindwa kumwelewa Mungu vizuri, kwa sababu alikuwa amewaendea kwa sura yao wenyewe, yaani anafanana nao, na mpaka wakasema huyu ni mtoto wa Yusufu, kwa sababu ni kawaida ya Mungu anapotaka kuwasaidia watu anawapelekea mtu. Sio kama unaelewa. Wewe unahangaika kutafuta malaika, alafu unasahau kwamba Mungu anatumia watu. Sikatai, kutokewa na malaika ni raha sana, na kutokewa na malaika kuna ni vizuri pia, lakini nataka nikuonyeshe ya kwamba kawaida ya Mungu anawatumia watu. Yaani mimi niko mbele yako leo, nimeletwa nayefanana na wewe, na miguu miwili, na mikono miwili, na macho mawili, na kichwa kimoja kama wewe, kama unaona, lakini ndani yangu nimebebeshwa kitu ambacho kitakusaidia. Ndio maana nataka nikuonyeshe kitu kimoja cha ajabu sana. Wakati Kornelio anahusiana na Mungu kwa kutoa sadaka na kufanya maombi wakati hajaokoka, baadaye anapelekewa malaika kabisa, na malaika amepelekwa sio kumsaidia Kornelio kupata wokovu wala kujaa Roho Mtakatifu. Malaika anaenda kumwambia, nenda kamtafute mtu mmoja anaitwa Petro. Hapo anajiuliza kwa akili za kibinadamu, kati ya Petro na malaika unakuja kuona viwango tofauti. Wakiangalia malaika ni kama na grade ya juu kuliko Petro, lakini hapana. Biblia inasema mwanadamu ni nani hata Mungu akamkuza punde kuliko malaika. Manake thamani ya mwanadamu Mungu ameiheshimisha na kuikuza kuliko thamani ya malaika. Hata malaika wamewekwa chini yetu ili tutumikie. Kuna mtu ambaye ananielewa? Kwa hiyo alafu baadaye Kornelio anaposimama mbele ya Petro, anamwambia Petro, mimi na nyumba yangu tumesimama mbele za Mungu. Watu wao wamesimama mbele ya Petro, wanasemaje? Wamesimama mbele za Mungu. Yaani ninyi hapa mmesimama mbele ya nani? Yaani mmekaa mbele ya nani? Sio mbona? Lakini wanachoona ni nini? Hawamuoni Petro, wanamuona Mungu aliyekaa ndani ya Petro. Unaweza ukafikia kiwango ukamuona mtumishi aliye mbele yako sio yeye, ila ni Mungu aliye ndani yake ambaye amesimama mbele yako. Hiyo ni ndogo.
Yesu anakutana na Paulo. Yesu mwenyewe, Mungu mwenyewe. Hiyo ndio iweke vizuri. Yaani Mungu anakutana na Paulo, lakini Mungu hamtumishi Paulo, anamwambia nenda utakutana na Anania. Yaani Mungu anamkutanisha Paulo na mwanadamu mwenzake, alafu mwanadamu mwenzake ndio amsaidie Paulo. Kuna kitu ambacho nakijenga ndani yako, mtazamo wako ubadilike. Kwa sababu kuna mtu anaamini akishakutana na Yesu vile ndo anaamini everything is finished. Yaani kila kitu kimeisha akishakutana na Yesu hivi. Hapana. Yaani unaweza kukutana na Yesu na Yesu anakuelekeza kwa pasta hayo. Kabisa umeingia kwenye maombi, ukaanza kuomba, unakutana na malaika, alafu malaika anakuambia nenda kwa Marko. Hapo kuna mchukulia Marko poa. Alafu Marko ndo ana majibu yako. Mwambie jirani yako usinichukulie kawaida, nina majibu yako. Na umeona alipocheka ni kama hakuamini hivi. Lakini huo ndio ukweli. Sasa nimeanza kusema hivyo ili napoelezea hii hoja uweze kunielewa vizuri. Unasikia taarifa kwa watu tofauti na mazingira tofauti. Yaani inatokea saizi uko hapa unasikiliza ujumbe huu wa jinsi ya kuongozwa na Roho Mtakatifu eneo lingine tena. Huyo mtu hakuwepo kwenye ibada. Huyo mtu wakati mwingine haujui hata anapotokea. Unashangaa anazungumza mambo yanayoendana na kile ambacho mimi nimezungumza kwenye ibada leo. Ukiona hivyo, Mungu anakupa taarifa juu ya kile ambacho walikuwa wamekisikia kwamba hiki kitu kinakulenga wewe. Lakini pia unaweza ukatoka mahali kwa siku moja au kwa siku tofauti, lakini hazina umbali mkubwa. Unashangaa taarifa ukasikia jambo fulani, alafu unakuja kulisikia tena, alafu unakuja kulisikia tena. Achana mambo ya uzushi, siongelee uzushi. Naongelea taarifa za kiroho, taarifa za kiroho. Mungu akiwa analenga kuzungumza na wewe. Ndio maana ukisoma katika Ayubu 33 ule mstari wa 14, mmoja anisomea hapo. Ayubu 33 mstari wa 14. Kwa kuwa Mungu hunena mara moja. Ndio. Naam, hata mara pili ajapokuwa mtu hajali. Sawa. Kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili ajapokuwa mtu hajali. Unaweza ukaonywa na Mungu mara ya kwanza, alafu baada ya kuonywa ukachukulia kawaida. Mungu anatuma ujumbe mara ya pili wa kuonya kupitia mtu mwingine, na usipojali anaweza akaja mpaka mara ya tatu. Baada ya hapo shingo yako itavunjika ghafla usipoendelea kusikia, au atanyamaza kimya. Sasa jiulize, mara ngapi umesikia taarifa zinazofanana na zote zinakujia kwenye masikio yako mwenyewe na hakuna taarifa ulioifanyia kazi? Nilisema nitafundisha kupitia maandiko, nitafundisha kupitia uzoefu wangu katika utumishi. Wakati ambao nimemwomba Mungu sana kwa habari ya kuja chuoni, kwamba Mungu, nataka nijue natakiwa nikasome kozi gani, lakini pia naomba uniambie nikasome chuo gani. Wakati naomba, nikaomba sana Mungu anisaidie.
Mungu anisaidie. Baada ya kuomba kwa habari ya kozi yangu ya kusoma, nakumbuka ilikuwa namna hii. Mara ya kwanza nilikuwa nimepanda bajaji. Kuna mtu mmoja ambaye nimesoma naye shule ya msingi, darasa la 7 ya kufanikiwa kuendelea sekondari. Hatujawahi kuonana kwa muda mrefu. Kwa hiyo baadaye yeye alikuwa anaendesha bajaji, kwa nikawa nimepanda bajaji yake naelekea nyumbani. Nikiwa kwenye bajaji, wakati naelekea kushuka, akaniambia, Elisha, nikikuangalia unafaa kuwa mtu fulani. Nikamwambia, sana, nashukuru sana ndugu yangu. Ikaisha. Hiyo ni siku moja. Nikawa nimetoka, nikawa nimeenda nyumbani. Wakati huo ndo likizo hivi, nimeenda nyumbani kwa jirani yangu mmoja. Hatujazoeana hivyo, nilikuwa nimeenda kuomba kitu fulani pale. Nilipokuwa nimefika, akaniambia maneno yanayofanana na yule wa kwenye bajaji. Hawana uwezo wa kuwasiliana, hawana uwezo wa kupeana taarifa, kwanza hawajuani. Akanambia, ninapokuona unafaa kwa mtu fulani. Ikanijia akilini, nikasema hii kitu hapa na maana. Lakini nikasema hebu tuendelee. Baadaye ni siku hii moja nikakutana na mtu wa tatu. Huyo alikuwa rafiki wa mjomba wangu. Yeye akaniuliza, hivi huwa unafanyaga hivi na hivi na hivi? Yaani kozi ile yakaniuliza kama tayari nimeingia kwenye matendo, kwa sababu akaniambia kila nikikuona naona unafaa. Nikasema majibu yangu yashajibiwa, yaani huyu tayari ni Mungu ameshaniambia. Na vyuo nilivyoomba vilikuwa vitatu, na vyuo vingine havina kozi ambayo nimeomba nilivyoviomba, isipokuwa Mzumbe, Morogoro. Kwa nikajua hapa inabidi nielekee wapi, na kozi ya kusoma ndiyo hii. Tayari Mungu ameshanijibu. Ingekuwa wewe, ungejua ni Mungu au ungejua ni wapi? Na mimi na ujasiri hapa nimesimama mbele yako kwamba Mungu alisema na mimi kwa habari ya kozi ninayosoma. Kwa sababu ni kawaida ya Mungu kufanya hivyo, ni kawaida ya Mungu. Sasa wengi ni kama tunapuuzia, wengi ni kama tunachukulia kawaida, alafu tukiingia kuomba tunachokitaka kiwe kama sauti ya Mungu ni kulingana na mapenzi yetu sisi, sio kulingana na Mungu anavyotumia njia zake. Yaani unalazimisha aende kulingana na unachokitaka, alafu unajitafutia reference ya Gideoni akaweka ngozi ya kondoo. Baada ya kuweka akamwambia Bwana, naomba mvua isinyeshe tu kwenye kondoo, kwenye ngozi, kuliko kote inyeshe. Bwana akatenda. Alafu baadaye akamwambia Bwana, acha nikusumbue, usinitende mabaya. Mimi sasa hivi naweka ngozi peke yake iloe, jinga mbele za Bwana. Unaanza kusukuma prayer. Baba kama Gideoni, nataka iwe hivi. Sio vibaya, anaweza kufanya, lakini inakuwaje kama alishawahi kukupa taarifa ya kitu unachouliza na ukujua kwamba amekupa taarifa? Ona hisi atarudi tena kukupa taarifa. Naomba nisikupe neno gumu, lakini Mungu ana kazi nyingi sana, ingawa zote anazihendo. Kwa akikupa taarifa izingatie. Sio, unanielewa? Akikupa taarifa izingatie. Kuna watu mpaka mnamtisha Mungu. Mungu, usiponijibu hivi naacha wokovu. Kwani umeacha? Hebu jiangalie tena, umeacha wokovu? Nasema na mtu hapa, ulienda kumtisha Mungu.
ukamwambia Mungu, naomba iwe hivi, isipokuwa hivi mimi naacha kusali, na ukampishia Mungu, mimi naacha kuimba, naacha kuomba, naacha kufunga, naacha kusoma neno, naacha kuhubiri. Haya, umeacha. Aliyefanikiwa kuacha anyoshe mkono. Tukiingia kwenye ibada tunatibua tena moyo, unaendelea kule kule kumtaka Bwana. Ni kwamba alisema na wewe haukusikia, alisema na wewe haukuelewa. Alipokuwa anaiangalia Yerusalemu akaililia, akasema, Yerusalemu, ninakutumia malaika, ninakutumia manabii. Mara ngapi nitatuma kwako manabii nikitaka kuwakusanya kama kuku wakusanyavyo vifaranga, lakini umewaua manabii wangu. Yerusalemu, mpaka mara ngapi nitafanya? Anaiuliza Yerusalemu, watu wa Yerusalemu. Manabii walikuwa wanatumwa na ujumbe wa kuionya Yerusalemu, kuwaonya watakatifu wa Bwana, na walikuwa wasikii. Manabii wanaenda wamebeba ujumbe mmoja, Bwana atawapiga, Bwana atawaangamiza mkifanya uovu. Huyu nabii anazingua. Si unajua tuna ukiwa unatabiriwa mabaya, yaani hapa mimi nianze kutabiri mtu mabaya, yaani kila tukionana utasema hiki kilichonipata alisemaga mtumishi madhabahuni, yaani utanikasirikia wewe. Lakini akisema Mungu, sina budi nakwambia, si ndio? Sasa Mungu ana kawaida ya kuleta ujumbe unaofanana, ujumbe unaofanana. Wakati mwingine Mungu anaponiambia, unajua kuna wakati kibinadamu unaweza ukaishi kulingana na maisha yaliyopo ukasahau kwamba tuko nyakati za mwisho. Kama je kupata mimi nanipataga. Yaani kuna wakati maisha yanavyoenda namna hii, yaani unasahau kabisa kwamba hizi ni nyakati za mwisho. Alafu Mungu ili kunikumbusha anaanza kunipitisha wahubiri wanaohubiri nyakati za mwisho. Yaani unakuta sijatarajia kabisa kusikiliza hicho kitu. Unaona nimepita tu kona hii, naona hizi nyakati za mwisho. Nilipita kona hii, hiki kiashiria ni nyakati za mwisho. Unambaka litu kwenye nyakati za mwisho. Na inakuwaga hivi. Unakuta mara ya kwanza umesikia, na wakati mwingine unakuta umemsikiliza mhubiri mwingine, unakuta amehubiri vitu vingi, lakini kuna kapointi ametaja, akikataja kanagusa moyo wako kipekee, alafu kanakukumbusha kwamba hii taarifa ulishaikuisikia mahali kama hivi. Yaani kama vingine vyote havijakugusa, ila kuna kaeneo fulani amezungumza, kale kaeneo kanagusa moyo. Hilo ndio eneo lako kama Mungu anazungumza na wewe. Jamani, Bwana asifiwe. Kuna mtu ambaye ananielewa? Okay. Kuna wakati Mungu anaweza akatumia watumishi mbalimbali kufundisha kwa habari ya sadaka na kutoa. Na hapa si ndio pana vifo vingi. Yaani wapendwa, ukiongelea habari ya kutoa ndio kwenye vita. Yaani kama ndio umempeleka kwenye umaskini. Yaani kama ndio umeenda kumuua. Sasa wakati Mungu anaanza kunifundisha kwa habari ya kutoa, kwa kweli sisemi sana, ila kwa sehemu na mimi natoa. Na alikuja kunifundisha kwamba kutoa sio kupungukiwa. Kutoa sio kuishiwa. Ingawa anaweza kutoa alafu kisirudi. Lakini akawa ananifundisha tena kupitia watumishi wa Mungu. Akija anahubiri, anagusa moyo wangu. Yaani roho nikiguswa hapo, yaani sikumbuki kama naishai kutoa, najilipua tena natoa. Kuna siku nakuta ninyi watu kwenye maisha kuishiwa inatokeaje. Kuna siku nakuta nimebakiwa na buku kabisa. Najua hii buku ndo nakula baadaye nyumbani. Nimebaki tu.
alafu naingia ibadani, ndani yangu Mungu ananiambia toa sadaka. Naambia Mungu, wewe sio kaka ukatili sasa. Yaani mbona kama ukatili, mbona kama unanilea kibabe hivi? Yaani mimi nabakije na njaa. Sije kama naelewa. Baada tukaenda, nikamwambia hebu tuende usochi tukale. Alikuwa hajui kama na hela, ila mimi ndani yangu si ndo najua. Nikamwambia hebu tuende tukale bwana. Tukaenda tukala. Baada ya kula, kwenye simu yangu nikasikia muamala umeingia. Kwa baada ya pale nikajijua nisingetoa huu muamala usingeingia leo. Kwa hiyo kutoa kukawa ufunguo, huyo mtu akasemeshwa huko akatuma hela. Sina kuna mtu ambaye kuna kitu ambacho anajifunza hapo. Uchoyo hauna faida. Kukatalia vitu kama ndo unaenda kufa hakuna faida. Unasikia ndani toa zaka. Zaka unasikia kabisa toa, na ndani yako unaona kabisa ya kwamba sasa ni kama ndo imeisha hiyo. Sikiliza, zaka unatakiwa kutoa. Haleluya. Na Roho Mtakatifu anapokufundisha kutoa kwa habari ya zaka, hana maana ya kukuumiza, hana maana ya kukuharibu, hana maana ya kuharibu maisha yako. Ana lengo jema na wewe. Zaka inasababisha ulinzi. Amen. Na malango zaka inafungua. Kwa hiyo unaweza ukajikuta umekaa, unasikia siku ya kwanza mhubiri kahubiri zaka. Yaani leo umesikia hapa nimehubiri zaka. Unaweza kujikuta umeingia leo kwenye mtandao wa kijamii, alafu ukaingia unakuta tuna habari ya kwanza, faida za kutoa fungu la 10. Mbona kama sielewelewi? Ni muhimu kufahamu kwamba Mungu ana uwezo wa kutumia kiungo chochote cha mwili wako kwa ajili ya kukupatia taarifa. Anaweza akatumia hata ngozi yako, anaweza akatumia hata kichwa chako mwenyewe, ana uwezo wa kutumia hata damu inayoshuka kwenye mwili wako kwa ajili ya kukupa taarifa. Kiungo chochote cha mwili wako kina taarifa ambayo kina uwezo wa kuipokea, na ukiona hicho kiungo kuna namna kimereact, kuna namna kimeitika. Yaani Kiswahili ndio kigumu, Kiingereza ni kama kinaenda kiungo kimereact. Yaani kuna namna inakuja kuja. Nasema kiungo kimeitika, yaani mtu anauliza kiungo kinaitikaje? Wewe leo ndio Kiswahili chetu sasa, kiungo kimeitika. Sasa changamoto inakuja, unajuaje kwamba umepewa taarifa kupitia kiungo chako cha mwili? Yaani hapo unajuaje? Sasa mimi nataka nianze kwa kutoa mfano. Kuna siku unajikuta umekaa, ghafla unasikia maumivu ya kichwa. Unasikia maumivu ya kichwa. Kabisa maumivu ya kichwa. Manake kichwa ndio kimeguswa. Kichwa kimeitikia mwitikio wa tofauti. Kimepata mguso wa tofauti. Utaenda kuchukua maji. Yaani wewe utaona hiki ni kichwa kina niuma. Utaenda kuchukua maji, utakunywa. Baada ya kunywa hayo maji, baada ya muda unashangaa, mbona bado kichwa kinaniuma? Utaenda duka la madawa. Utaenda kuchukua dawa, painkiller, dawa za kutoa maumivu. Nasikia kwamba dawa za kutoa maumivu. Utapewa. Ukipewa utashangaa, mbona kama kichwa kimepungua kwa muda, baada ya hapo bado kichwa kinauma. Utaenda hospitali. Hospitali unaenda kutafuta nini? Taarifa nyingine. Kwa sababu taarifa ya kwanza uliopata ni kwamba ni kichwa kinani
umepata mguso tu wa tofauti. Ukanywa maji kwa sababu unaweza kuwa ni upungufu wa maji mwilini. Baada ya hapo ukapata taarifa ya pili kwamba hapana, hapa hiki inahitaji dawa. Ukaenda kutumia dawa, ikashindikana. Taarifa ya tatu, ukaenda hospitali. Wakasema kichwa kinaniuma. Wakakupima, wakakupa taarifa unaugua malaria. Wewe umeona ni kichwa, taarifa inakuja unaugua nini? Malaria. Uhusiano wa kichwa kupata mguso wa maumivu na taarifa ya malaria havifanani. Lakini taarifa iliyokuwa inakuja ni kwamba ndani yako kuna kitu kimeingia na kitaalamu kinaitwa malaria. Sasa kuna taarifa inaweza ikagusa kiungo chochote cha mwili, kiungo chochote cha mwili, na ikigusa, taarifa inayokuja inaweza ikawa tofauti kabisa na kile ambacho unatarajia. Ngoja nikuonyeshe kwa wahudumu na wahubiri moja ya kitu ambacho wao kinatokea. Mimi naweza nikawa nimejipanga kuja hapa kuhubiri, najipanga kabisa kuja hapa kuhubiri, nikamwomba Mungu enda kuhubiri. Mimi ni mzima wa afya kabisa, mimi ni mzima wa afya kabisa, lakini ninapokaribia kuja kwenye huduma, ghafla nikasikia kama mguu wangu wa kushoto unapata shida kidogo, au mguu wangu wa kulia unapata shida kidogo, nikasikia maumivu, nikaacha. Au wakati mwingine nikasikia kama kichwa kimeniuma kidogo, hapo nikaacha. Au nikasikia kama moyo umeshtuka, hapo nikaacha. Sasa nini watu, hizi ni taarifa. Mimi nakufundisha, ikikutokea wewe ujue kabisa kwamba hapo unapewa taarifa. Taarifa hii unakoenda kuhudumu, kuna mtu anasumbuliwa na hiyo kitu. Yaani mimi ukikuta ninataja hapa ndani pana mtu ana shida fulani, nakuwa nilishapewa signal kupitia kiungo changu cha mwili. Sio mimi naumwa, anayeumwa ni mtu, inabidi nikamhudumia. Ni vitu vigumu. Kuna mtu anaelewa? Napewa taarifa. Ndio maana watu wao wanashangaa, amejuaje? Natoa mfano mmoja. Tulikuwa kwenye mkutano wa mkoa wa Kaswe. Ile siku ya mwisho nilikuwa nimehudumu. Mimi ninapokaribia kupanda madhabahuni, nikapata taarifa, hapa kuna mtu kasumbuliwa na tumbo kwa muda mrefu. Achana matumbo, umekula maharage yamevuruga tumbo. Yaani ni tumbo ilikuwa linamsumbua kwa muda mrefu. Na nikapata kabisa maelekezo kwamba itabidi umuombee kabla ya kuita watu kuokoa, yaani kabla watu hawajapanda kuokoka na watu kuombewa kwa jumla. Baada ya kuhubiri, nikafika mwishoni, nikataja, nikasema kuna mtu hapo anasumbuliwa na tumbo kwa muda mrefu sana. Alipita, alikuja, waliokuwepo waliona, kumbe alikuwa na pepo. Nguvu za Mungu zikamkamata, pepo ikatoka na akapona pale pale. Na alisema, mimi nimesahau alishuhudia kwamba alikuwa amesumbuliwa kwa muda gani? Mitano. Miezi mitano alikuwa. Miezi mitano tumbo linamuumaga tu, alafu limepona pale pale. Lakini nilipata taarifa. Kuna mtu ambaye anapata, wewe ukaona mtoto mbona kama analia sana, ukaona naye kama eneo lako la tumbo, eneo la kitovu linakuuma. Yule mtoto hali kawaida, ujue tumbo lake lina shida. Sikile taarifa, ombea katoto tumbo lipone. Wewe umekazana ni maziwa tu unanyonyesha, ombea mtoto wa mama tupo, ombea mtoto.
Lakini kuna wakati yaani unashangaa ghafla umeamka asubuhi au ghafla ulikuwa unatembea ghafla tu unashangaa huzuni haujisikii kuongea, hausikii kufurahi, hauelewi sababu ni nini, haujui sababu ni nini. Alafu unakuta mwili wako mzima ni ghafla umenyong'onyea ndani yako. Nikwambie, ukishaona hivyo kuna kitu unaongozwa kufanya. Yaani pale usikurupuke, kwa nini huzuni imekuja? Tulia, sikiliza ndani unaongozwa kufanya. Kuna wakati ulikuwa unaelekea safari, ghafla unasikia huzuni. Sikia ndani unakwambia endelea na safari au ombea safari au ufanyaje. Sikia, kile utakachokisikiliza ndio kile ukifanya. Ukiambia rudi nyumbani, rudi nyumbani. Siko naelewa. Na wakati mwingine unapewa hali ya huzuni, alafu ndani unasikia ombea nyumbani, ombea nyumbani. Usianze kujiuliza kwamba niko njiani. Wanapokuta mama yako ndo alikuwa anatakiwa afe wakati huo. Funguka, unaanza kuomba. Kwani nyamjui mbinu nyingi ukiwa njiani? Sio kuna watu wengi ukiogopa unachukua simu yako kama unaongea na mtu. Yaani watu wanafikiri unaongea na mtu kumbe unaomba. Katika jina la Yesu ninakataa mabaya kwa familia. Watu wana huyu anaongea na simu. Yaani ndio maombi yanaendelea huko njiani. Sio kama unaelewa nimekupa mbinu nyingine ya kuomba usiku. Sasa huu mtima ndio kitu gani? Wewe unatufundisha mtima. Mtima ndio nini? Wale nikufungulie Biblia ya Kiingereza au tafsiri. Fungue Biblia ya Kiingereza hapo. Zaburi 16 mstari wa 7. Zaburi 16 mstari wa 7. Anasema hivi. Hii ni King James Version. Anasema I will bless the Lord who has given me counsel. Kwenye mtima anasema my reins also instruct me in the night season. Your reins itakwambia. Alafu songa prefer Bible. I will bless my Lord who has given me counsel. Yes, my heart instruct me in the night season. Anasema nami nitamhimidi Bwana kwa kuwa amenipa shauri na mtima wangu umenifundisha wakati wa usiku. Alafu hapa kwenye kitabu cha King James Version anasema my reins. Anaposema reins anazungumzia figo, kidney. Sio kidney ni figo hiyo. Anasema figo yangu imenifundisha wakati wa usiku. Sasa figo inafundishaje mtu? Maana figo imebeba taarifa. Alafu Amplified Bible anasema my heart, moyo wangu umenifundisha wakati wa usiku. Moyo wangu umenifundisha wakati wa usiku. Wakamsaidia wewe. Anasema moyo wangu umenifundisha wakati wa usiku. Kiungo chako cha mwili kina uwezo wa kubeba taarifa. Unaweza ukakupatia taarifa. Chochote kinaweza kubeba taarifa. Chochote kinaweza kubeba taarifa.
Kwa hiyo unapomwelewa Mungu sio tu kwamba anazungumza kupitia masikio, yani mpaka usikie. Nimeongea toka siku ya kwanza, yani sio mpaka usikie hivi, yani ndio umesikia sauti imetokea nje. Zingine unajua, kuna mtu mmoja alifanyiwa mchezo, alikuwa usiku anaomba, jamani, kunena kwa lugha na hasa kwa naomba kwa Kiswahili, baba naomba mke. Ni kijana, baba naomba mke, baba namtaka mke, baba nimechoka kuwa single, baba maombi yamekolea, baba naomba mke. Yuko nyumbani kwenye chumba, akasikia sauti. Ili jamaa tu limepita zake huko nje. Likatoa majibu. Ndio watu tuache ya mambo. Ndio maana ni muhimu kwako pia Mungu akupe kunena kwa lugha. Kuna vitu watu wasisikie kama ndio unaomba. Ndio maana najua Mungu wa ajabu. Ndio maana akaamua tupe kunena kwa lugha. Unajua kuna vitu ukiwa unaomba hata jirani yako hataki kusikia unaomba nini. Yaani hapo unatulia ni kunena. Sasa kila mtu ukiwa nasikia baba. Hapo unaomba Kiswahili, kunena kwa lugha kujaje, unaanza kusikia. Yaani hapo ndio wewe unasikia mtu anaomba. Jamani, baba nisaidie, nimepigwa kibuti. Baba nisaidie, moyo wangu utulie. Ukiwa umepewa kunena kwa lugha, hata kibuti kikiwa kimetokea utanena. Hapo kuna naelewa kwamba kibuti kimetokea. Sio kama kuna mtu ambaye anaelewa. Sasa wewe ukiendelea tu kuwaza kwamba kila siku ukiingia kuomba Mungu, wewe unasikia sauti inayotokea nje, utasikia na sauti za watu wanakujibu. Kwa sababu nimekwambia kwenye Agano Jipya hii kizazi ni cha werevu tofauti na zamani. Hii kizazi kina mengi. Yanaweza hapo ukaomba alafu jamaa likasikia maombi yako hapo baada ya kufuata. Bwana ameniambia unapitia jambo fulani. Kumbe alipita kona fulani akakusikia unaomba. Akajua kumbe huyu fulani anapitiaga hiki. Okay. Itamtokea. Alafu anakwambia na amesema ili ufunguliwe inatakiwa unipatie sadaka. Kwa unajua kama amejua ishu yangu, huyu ni Mungu amemtuma na kwa hii sadaka mimi napona. Kumbe ni kauni fulani tu kaliko changamka akaja. Kwa hiyo endelea kutulia katika njia hizi ambazo umejifunza. Ndani yake kuna maelekezo ya Mungu. Ndani yake utapata maelekezo ya Mungu. Ukikaa chini kusikiliza, kuna maelekezo ya Mungu. Kinachotokea, kila taarifa inapokuja, inakuja na msukumo unaotokea ndani. Na ndio maana nikakwambia ndani ya Agano Jipya kwa asilimia kubwa sauti inatokea ndani. Taarifa inatokea ndani kuja nje, haitokei nje kuja ndani. Maana yake chochote kinachokuja kinaanzia kugusa ndani. Unajua wakati mwingine tulichofundishwa kuwa ni sauti ya Mungu sio sauti ya Mungu. Yaani kuna kitu ambacho umefundishwa na ndicho unachohangaika nacho na unafunga na kwenda mlimani kwa ajili ya kutafuta. Alafu kilicho sauti ya Mungu ndio hicho ambacho ukizingatia. Kuna wakati katika moyo wako unasikia msukumo usiokuwa wa kawaida kufanya jambo. Msukumo wa ajabu. Ya unaona kabisa huu msukumo, huu ni msukumo. Ile ni taarifa unapewa, nenda kafanya. Kuna wakati unajikuta miguu imekuwa mizito. Kuna kitu unataka ufanye lakini miguu mizito. Kuna wakati mwingine unaweza ukakaa unashangaa. Unatamani kuongea kitu lakini kama kinywa kimekamata. Mdomo wako unataka kufunguka. Mingine ni taarifa Mungu anakuambia usizungumze. Kuna kitu amejua kitatokea kibaya ukizungumza. Wanawake mpo? Kinywa
wa kiume kidogo tunaponapona kwenye mdomo, wa mama kidogo pana shida kwenye mdomo, kinywa. Sio kila mada uingilie kati, sio kila tatizo la ndoa ya mwenzako uingie kutoa ushauri. Zingine achana nazo. Sio kila binti utakayemuona amevaa vibaya nenda uende kumwambia umevaa vibaya, utaambulia makofi. Hapo baada tuanza kusema hiki kizazi kimeharibika. Ndio kizazi sasa. Tulia, pata maelekezo. Akikwambia bwana nenda kafanye. Zamani ninapoanza hii huduma, kila nilipokuwa naitwa, mara nyingi nilipokuwa napewa nafasi, nilikuwa najua tu hapa naibuka na somo la kukemea dhambi. Watu wana dhambi sana. Kwa nikiibuka nao kanisani, yaani siku hiyo ni dhambi. Baadaye Mungu akanionyesha huo ni utoto mwanangu. Huo ni utoto. Kwa kila siku bila kupanga ya kukemea dhambi. Huo ni utoto. Kuna mafundisho zaidi ya kukemea dhambi. Siko naelewa? Kuna mafundisho zaidi. Hii Biblia imejaa mafundisho mengi sana. Usipokaa vizuri utajikuta ndio umeshajijengea ni tabia, halafu yanageuka kuwa mazoea. Kwamba wewe masomo yako ni kukemea dhambi. Haukai chini kumuuliza Mungu, unataka niseme nini na watoto wako? Ulishazoeaga kuna kitabu fulani, ukifanya hivi utaingia mbinguni. Kwa kila ukienda, yani mpaka watu walikuangalia wanakuona wewe wa mbinguni. Na mwingine kila siku akikuona anajua wewe ukipanda madhabahu utakachofundisha ni kitu fulani. Lazima uanze kukaa chini ya Mungu. Mungu aanze kukuelekeza, kuna hiki kitu, kuna hili jambo, jifunze kuhusu hiki kitu, kitakusaidia. Na huko ndiko kukomaa kihuduma. Kwa kipindi ambacho nimefika hapo nimefika na uwezo wa kuanza, kwa sababu jamani, kusema Bwana asifiwe sio kibwagizo cha mahubiri. Yaani sio kibwagizo kwamba kila ukisema Bwana asifiwe, ukihubiri Bwana asifiwe, ukienda tena Bwana asifiwe. Hiki sio kibwagizo. Yaani hii tunaitumiaga wakati mwingine, kama ukiona kanisa kama limelalala hivi, kama watu hawaeleweki kinachoendelea, unaweza ukasema Bwana asifiwe. Kwa sababu hata ukisema Bwana asifiwe, hata acha kusifiwa, yeye kusifiwa siku zote. Siko naelewa? Sio kibwagizo cha mahubiri. Mimi mwanzoni nilipokuwa naanza kuhubiri, nilikuwa na haleluya nyingi sana. Bwana anasema haleluya, anakuja haleluya. Yaani inafikia mahali watu wanachoka kuitikia. Unajua inachosha eh? Unajua inachosha. Tunataka tuelewe unatufundisha nini? Ila kila ukienda ni haleluya nyingi. Hata nilikuwa nasema nini? Kwa mahali ambapo nimetulia nikiwa namwangalia Bwana, nifundishwe nini? Na uwezo wa kufundisha masaa, na uwezo wa kufundisha saa zima, alafu usisikie haleluya au Bwana asifiwe hata moja. Ila utashangilia mwenyewe. Yaani kuna mahali nikisema utashangiliwa mwenyewe, na sikulazimishi ushangilie. Kwani lazima? Kwa sababu mimi najua namna ya kupokea imetofautiana. Mimi binafsi, neno likiwa linanikolea, nikiitikia kwa shangwe amina, ndio sielewi. Kwa hiyo inabidi uniache nitulie, niwe na tafakari unachokisema. Kwa sababu nikishasema tu amina, najikuta hivi alikuwa anaongea kitu gani? Ila kuna wale wengine, yeye ukishangilia, ukisema amina, yani yeye kwake wanasikia raha. Sio umeona? Ni utofauti. Na mwingine hata akisema amina yeye kwake hapati shida, bado anakuelewa. Ila mimi neno likikolea sana, watu wanaweza wakawa wanashangilia alafu inatoa machozi. Watu wanapiga kile, wanashaki. Mimi nalia. Mtu mmoja alifundisha Roho Mtakatifu, anaitwa Henry Kamili, ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Yule mama mwachi. Siku amefundisha Roho Mtakatifu kwenye kanisa moja la EAGT pale Mbeya. Kafundisha lile somo. Kabla hajamaliza watu wanaomba, watu wanalia, watu wanakujika. Roho ameshuka kabla hajaita watu kuomba.
na watu walikuwa wanashangilia. Mimi najiuliza hiki kinachotembea humu ndani ni nini? Nikaanza kulia humu ndani. Yesu. Mimi nikaangalia kwenye kona. Yesu nisaidie. Kama napata kupata taarifa. Sometimes mimi naweza nikakuangalia nikajua unaumwa. Yaani mimi sitaki kuambiwa, ile ni kuangalia unaumwa. Na kuna uwezo mwingine ngao kwa wachache. Na uwezo wa kuangalia nikajua una pepo au hauna pepo. Ila yaani kilichonipa taarifa ni macho yangu kukuangalia wewe. Nikajua huyu ana pepo. Na nikija kwako siombei kingine, nakemea pepo. Na pepo ina manifest. Inajidhihirisha. Lakini taarifa imetokana mimi kukuangalia. Macho yamenipa taarifa. Sina kuna mtu ambaye anaelewa. Kwa hiyo akili yako, mapana yako ya kumwelewa Roho Mtakatifu anavyoongoza yaongezeke, yatanuke. Tanua ufahamu wako, tanua uelewa wako, tanua namna unavyofikiri. Ukitanua utaelewa vizuri. Na nikamwambia, nitawaambia Yesu alijuaje yule mwanamke Msamaria kwamba alikuwa na wanaume watano, na hata aliye naye sio wa kwake. Yaani alikuwa na wanaume watano, na anamwambia hata uliye naye sio wa kwako. Yesu, wewe umejuaje? Yaani kwa mfano mimi nikujie, nikwambie ndoa ulionayo sasa hivi, wewe ni mume wa tatu, wa kwanza mliachana, wa pili akafa, umeolewa na mwingine. Cha kwanza lazima utajiuliza, amejuaje? Yaani amejuaje? Ameambiwa na nani? Yesu sio muuni kwamba alienda kukusanya data za yule mwanamke. Hana uuni huo. Kinachotokea ni kwamba yule mwanamke akasema hivi, wewe ni nabii. Kuna kitu tunajifunza. Wenye neema kubwa ya kuona taarifa za maisha ya watu waliopewa huduma ya kinabii. Kumbe kuna taarifa unaweza ukawa unafunga kuomba uwe nazo, huduma yako haitaki kubeba hizo taarifa. Sio ulichisiwe na ambao umepewa. Kwa yule mwanamke aliyeingia kwenye nyumba ya Farisayo, yule mwanamke mwenye dhambi, wakati Yesu ameingia kwenye nyumba ya Farisayo, kaingia yule mwanamke, kasogea karibu na miguu ya Yesu, kaanza kulia, machozi yanamwagikia kwenye miguu ya Yesu. Yule Farisayo akasema moyoni mwake, Yesu angekuwa nabii, Yesu angejua mwanamke ni mwenye dhambi sana. Kumbe manabii huwa wanajua ambacho kiko ndani ya mtu. Sio kama unaelewa. Unajua akijaandikwa kwa bahati mbaya, yaani kile akijaandikwa kwa bahati mbaya, wanajua huyu yuko hivi na hivi na hivi. Kumbe Yesu anamjua yule mwanamke, ndio maana akamwambia, mwanamke, umesamehewa dhambi zako. Na akamwambia apendaye kidogo anafanyaje? Napewa kidogo. Anayesamehewa kidogo upenda kidogo, aliyesamehewa sana upenda sana. Yesu alijua kwamba huyu ni mwenye dhambi, na alichokiwaza Farisayo moyoni Yesu alikuwa anajua. Ndio maana kuna wakati aliwaambia hivi, yaani kabla hawajasema alijua wanachowaza moyoni, alafu wanakisema wanachokiwaza kabla hata hawajauliza. Yaani ndio wanabaki kuchanganyikiwa kabisa. Ameingiaje kwenye mioyo yetu? Yaani kwa mfano kama hivi ninavyohubiri hapa, ninavyohubiri hapa, nipo connected na Roho wa Mungu. Maanake Mungu hapa ananiongoza. Na ninyi mmetulia mnanisikiliza. Kuna vitu nikiongea nagusa kabisa maisha yangu. Yaani kabisa. Unaona, hii kanisema mimi. Hii kanisema mimi. Hii kanisema mimi.
Sasa hapo ni kwa sababu tumesimama kwenye kundi. Unajuaje taarifa ya mtu mmoja? Kinachotokea sio kitu kigeni. Ndani unaanzaga kuzungumza, unasikia ndani yako kumwambia mtu jambo fulani, na msukumo unaokuja ni msukumo wa tofauti na mawazo yako. Ndani unaanza kusikia kunasema, huyu mtu ana kitu hiki, ana kitu hiki, ana kitu hiki, ana kitu hiki. Anza kumwambia. Hata kwenye masomo, wakati wa kusoma, ninyi mnajua, juzi hapo nilikuwa na test mpaka unajua mimi bado naendelea kujifunza pia kuisikia sauti ya Mungu na kuifanyia kazi. Yaani bado naendelea. Kwa hiyo ninachokufundisha ni kitu kingine ambacho kinanikuta hata mimi, na unakuta nimepuuzia alafu yananipata. Juzi nasoma, juzi hapo nilikuwa na test. Nikiwa nasoma kabisa, Mungu ananiambia ndani, soma hapa. Soma hapa. Nikasema nasoma baadaye, nikakuita. Nikifungua daftari nasoma maeneo mengine, Mungu ananiambia ndani, soma hapa. Mpaka mara ya mwisho wakati nalea kwenye mtihani, yaani nataka kuingia kwenye chumba cha mtihani, aliambia soma hapa. Nikapuuzia, nikakutana swali la pili. Yaani pale ndipo nikasema haya ndo madhara ya kuto kumsikiliza Mungu. Na hii imenitokea sana kwenye kusoma kwangu. Kwa kweli mimi kibinafsi sijisifu. Mimi sipigi msuri kama wanapopiga wengine kabisa, lakini Mungu ananipa neema ya kufanya vizuri. Kwa sababu haya ndiyo maisha ambayo yametuzingira. Yakiharibika haya, hatuna jambo la kufanya. Yakiharibika haya, hatuna jambo la kufanya. Ukiharibu kwenye maisha ya kawaida, changamoto inatokea. Nizungumze viwango alafu tuone. Sasa viwango mimi sitakutajia moja kwa moja. Nielewa na katika. Viwango vya Mungu. Utaandika Ezekiel 47 mstari wa 1 mpaka 10. Ezekiel 47 mstari wa 1 mpaka wa 10. Anisomea haraka. Hapo andika Luka 1:80. Luka 1:80 tutasoma. Na nipate kwa mbele atanisomea cha Ezekiel 47 mstari wa kwanza, mimi nitamwambia ishia. Amen. Bwana soma. Baadaye akaniletea tena mpaka lango. Baadaye akanileta tena mpaka lango la nyumba, na tazama maji yalitoka chini ya kizingiti cha nyumba kwa njia ya mashariki. Maana upande wa mbele. Leo kuelezea viwango vya Roho Mtakatifu, anasema ya kwamba akaona maji. Na anaposema maji, nataka uigeuze tafsiri ya kwamba alikuwa anazungumzia Roho Mtakatifu. Anasema mara ya kwanza baada ya kupima, yale maji yakawa yanafika kwenye viweko vya miguu, lakini mara ya pili akapima, yakawa yanafika kwenye magoti, lakini mara ya tatu akapima, yale maji yakaingia kwenye levo ya kiuno, lakini akapima tena, ukawa mto usioweza kuvukika. Maana yake anataja viwango vya Roho Mtakatifu kuhusiana na mtu, na pale ambapo tunataka tupime
Mtakatifu. Unaingia kwenye kina gani na Roho Mtakatifu? Kuna kina cha kwanza ametaja, maanake hiki ni kina cha hapa chini kwenye levo hapo ya viwiko vya miguu, maanake huku juu kumekuwa kawaida, lakini hapa chini pamekuwa na maji. Lakini levo nyingine ni ya kwenye magoti, alafu levo nyingine ni ya kwenye viuno, alafu levo nyingine ni ya mto usiobukika. Na anapoingia kwenye levo ya mto usiobukika, anasema ya kwamba, anasema hapo pembeni yake patakuwa na miti nayo itakuwa inazaa matunda, na matunda yake hayataweza acha kuzaliwa kwenye hiyo miti. Anataja faida ya kuingia kwenye kina cha hali ya juu, kwenye mahusiano ya hali ya juu, kwenye mahusiano ya kiwango cha juu kati ya mwanadamu na Roho Mtakatifu. Wakati unapohusiana na Roho Mtakatifu, ndivyo ambavyo unaanza kumwelewa Mungu, na ndivyo ambavyo matokeo yako yanabadilika. Kama unanielewa hapo, sema amina katika jina la Yesu. Matokeo yako yanabadilika. Matokeo yanabadilika wakati unapohusiana na Roho Mtakatifu. Matokeo yanabadilika. Usikate tamaa ukipokea Roho Mtakatifu mara ya kwanza, ni kama hakuna ambacho kimebadilika. Roho Mtakatifu ana viwango, anaanza kukuinua taratibu, unaanza kuinuka taratibu, unaanza kwenda taratibu, unaanza kusogea, au baki namna ile ile ambayo ulikuwa hapo mwanzo. Unaanza kwenda, baadaye mambo yanaanza kuwa kawaida, baadaye vitu vinaanza kutokea kawaida, baadaye unaanza kuona hili jambo linatokea ni jambo la kawaida kutokea kwa kila muamini, kwa sababu kwa kadri unavyozidi kwenda, kwa kadri unavyozidi kuingia kwenye kina, kwa kadri unavyozidi kuhusiana na Mungu kwa kina, ndivyo ambavyo uwezo wako wa kumwelewa Mungu unasogea, uwezo wako wa kumweleza Mungu unaongezeka, uwezo wako wa kuwa na matokeo makubwa unaongezeka. Ndicho kitu ambacho huwa kinatokea. Ndio maana anasema katika Luka 1:80 ya kwamba anasema mtoto yule akakuwa katika kimo, huku akiongezeka nguvu rohoni. Manake nguvu huwa zinaongezeka, haibaki pale pale, huwa nguvu zinaongezeka. Unaingia katika viwango ambavyo mpaka watu wanashangaa, mbona kama huyu si mwanadamu sawa na sisi? Ndio mpaka Biblia inaandika ya kwamba wale waliopindua ulimwengu wamefika huku nako, wale waliopindua mataifa wamefika huku nako. Maanake watu ambao wametembea na Mungu kwa kiwango ambacho hakuna miji ambayo imewakataa, hakuna eneo ambayo imewakataa. Inafikia kiwango ambacho hata ukisikia kuna mshirikina hauwezi kuogopa. Inafikia kiwango ambacho wanaambiwa kule kuna shetani sana, hauwezi kuogopa, kwa sababu ndani yako wewe tayari Roho ameongezeka kwa kiwango cha ajabu, kiwango cha ujasiri mkubwa. Unakuwa umeongezeka kwa kiwango cha ujasiri mkubwa. Hakuna kitu ambacho unaogopa tena, hakuna kitu ambacho utasikia kikakutisha. Mungu anakuamini katika viwango vya ajabu sana, vya ajabu sana, vya ajabu sana. Unajua sometimes ukipewa hapo kufanya vitu vikubwa kwa lengo ambayo unayo, Mungu anaogopa atakupoteza. Kwa leo unahitaji kuabudiwa na watu. Kwa yeye anaanza kujikuza, anakutoa eneo moja kwenda eneo lingine, anakutoa hatua moja kwenda hatua nyingine, anakutoa hapo ulipo kwenda mahali pengine. Anapokutoa namna hiyo, vitu vinageuka, vitu vinabadilika, athari yako kwenye mazingira inabadilika. Ukizungumza neno linakuwa tofauti. Hivyo unajua Yesu huyu mwingine anaweza kumtaja matokeo akatokea, mwingine anaweza kumtaja matokeo yasitokee. Hicho sio kwamba mtu ana Yesu. Viwango vinatofautisha, na ukijua kiwango chako utafanya bidii kuongeza kuingia kiwango kingine. Na uwaga hatuliziki hapa tulipo, tunataka kwenda kwenye kiwango kingine. Hapa nilipo ninatafuta kwenda kwenye kiwango kingine, nina njaa ya kuingia kwenye kiwango kingine,
nina kiu ya kuelekea kwenye kiwango kingine, kwa sababu kuna vitu bado sijaviona. Yaani nina kiu sana ya kunyanyua maiti, yani nina kiu sana ya kunyanyua maiti. Au usinishangae, yaani usinishangae, na sio dhambi, kwa sababu Yesu alisema mtafufua wafu. Kwa nina kiu sana ya kunyanyua mfu, yaani uhai urudi kwa aliye. Nina kiu sana. Hii miujiza mingine nimeona mingi. Unajua kuna mahali unaona Mungu anatembea mpaka unaanza kuona kama kawaida. Akikuingiza kwenye kitu kipya, unaona hiki sikuwa nacho. Kwa hiyo issue ni viwango. Issue ni viwango. Issue ni viwango. Issue ni viwango. Kuna watu kwenye Tanzania wamefufua sana. Wapo wamefikia level, wamefufua sana. Yaani wamefufua sana mpaka ikafikia kiwango mpaka washirika wao wakafufua. Wamefufua sana. Afrika kuna watu wamefufua sana. Fufua wafu. Watu vilema zaidi ya 30 kupona kwenye mkutano siku moja, kwa mahubiri ya siku moja, ni jambo la kawaida. Ni jamaa ambaye anatembea kwenye nguvu, akiwafundisha hivi kwa habari ya nguvu za Mungu. Anawaambia nina kipande cha theory, nadharia, alafu nina kipande cha matendo. Atawafundisha kuhusu nguvu za Mungu kwa nadharia, alafu baadaye mtaingia kwenye matendo. Hakuna ambaye atasema hapa nguvu ya Mungu haikuwepo. Nguvu inashuka. Nguvu inashuka. Kuna wakati akahubiri nguvu ikawa nyingi mpaka mkalimani alianguka chini. Yaani mkalimani yuko madhabahuni pale, anaendelea kukalimani, anamkalimania Arome Osai. Arome Osai anaendelea kueleza kitu katika upeo wa ajabu sana. Yaani yule mtu akashindwa kustahimili nguvu iliyokuwa. Viwango vya tofauti. Watu kama kuna watu fulani, mtu mmoja anaitwa T.L. Osborne. Ni mtu ambaye tayari amefariki, lakini ni mtu ambaye ametembea kwenye viwango vikubwa sana. Yaani mtu ambaye amepindana, na mnajua amepindana. Hajawahi kutembea toka amezaliwa. Wale mnaonaga wana miguu vifupi. Amepindana, hawezi kutembea siku ya nini. Anaomba mguu unaota na mnaona kwa macho. Mguu unakuwa mnaona kwa macho. Sasa wale walikuwa wana roho gani? Viwango. Roho ya tofautiana. Issue ni viwango. Kwa sababu mara ya kwanza T.L. Osborne kaenda kuhubiri India. Alipofika India akashangaa watu walikuwa hawamsikilizi, hawamzingatii. Aliporudi kwenye nchi yake, tunahitaji kwenda kwenye viwango vya tofauti. Tunahitaji kufika kwenye viwango vya tofauti. Tunahitaji kuona yale ambayo bado hatujayaona. Kuna mambo ambayo masikio bado hayajasikia, na kuna mambo ambayo bado hata macho hayajaona. Inawezekana yakatokea kwenye kizazi chetu, lakini ni watu ambao wamedhamiria viwango vyao kuweza kuongezeka, viwango vya Roho Mtakatifu ndani yao, viwango vya kuhusiana na Roho Mtakatifu ndani yao, viwango vya kumwelewa Roho Mtakatifu ndani yao, viwango vya kumhitaji Roho Mtakatifu ndani yao. Mimi binafsi nina njaa, nina kiu ya kuyaona mambo makubwa zaidi, na ninakataa kuchanganywa tu na watu vimbe kuyeyuka. Anatamani kuyaona mambo ambayo bado sijayaona. Anatamani kuyaona mambo ambayo nimekuwa ninayasikia tu. Anatamani kuyaona mambo ambayo nimekuwa nasikia kwa wengine, ambayo nimekuwa naona kwa wengine. Natamani kuona tena yakitokea. Na hii ndiyo njaa kama kanisa tukiwa nayo. Kuna mambo yatatokea, jamii itashangaa. Hao walokole sio wa kawaida. Kwa nini watu waliokoka? Haikuwa kwa ushawishi wa maneno, ilikuwa kwa wingi wa nguvu. Watu wakaiamini kweli ya Bwana. Naomba